Bwana Yesu asifiwe sana. Ruhusu Roho Mtakatifu akutawale. Watu wengi tunamchukulia Roho Mtakatifu kama kitu fulani kidogo hivi, kama sehemu hivi ya maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tumruhusu Roho Mtakatifu atutawale. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni lazima, is not an option. Sio uchaguzi, ni lazima. Katika maisha ya mtoto wa Mungu ni lazima kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Ni lazima uruhusu Roho Mtakatifu akutawale. Wewe mwenyewe umruhusu Roho Mtakatifu akutawale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu ana uwezo wa kumzimisha Roho Mtakatifu na akatulia. Nikaa natafakari Roho Mtakatifu ni wa namna gani? Kama tu mwanadamu mimi nisiyefaa mwanadamu, halafu naweza kumzimisha Roho Mtakatifu akatulia ndani yangu, akaacha niendelee na mambo yangu mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa dada anasema kwamba anguko la watu wengi, anguko la watoto wengi wa Mungu ni pale ambapo wanakataa kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Tunafundishwa kwamba tukimpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, maana yake ni kwamba tunakuwa watoto wa Mungu. Kumbe kuwa mtoto wa Mungu ni paka pale ambapo utakubali, sema nitakubali, nitaruhusu, sema nitaruhusu Roho Mtakatifu anitawale. Na ndio maana neno la Mungu natuambia kwamba wale wote wanaongozwa na Roho Mtakatifu ndio watoto wa Mungu. Kwa issue sio kusema sala ya toba na kumpokea Yesu, kwamba natangaza mbele ya watu kwamba Yesu Kristo tangu leo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa swala la muhimu ni kukubali kuongozwa na mamlaka ya kiungu ambayo Mungu aliruhusu ije duniani kwa ajili ya kutusaidia. Kwa Roho Mtakatifu ni mamlaka kamili ya Mungu. Sio sehemu kidogo ya Mungu, hapana, ni mamlaka kamili ya Mungu ambayo yenyewe peke yake ndio iliachiliwa kwa ajili ya kuja kumuongoza huyu mtoto wa Mungu ambaye amekubali Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa adui hana shida na mtoto ambaye alisema sala ya toba. Ana shida na yule ambaye baada ya kusema sala ya toba anakubali kuongozwa na mamlaka ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama nitasema sala ya toba kumpokea Kristo saa hii, halafu maisha yangu yakaenenda sawa sawa na akili zangu, sawa sawa na mipango yangu, sawa sawa na mawazo yangu, sawa sawa na watu wanavyosema, sawa sawa na ushauri wa watu wengine, sawa sawa na elimu yangu, sawa sawa na kipawa changu, nitakuwa najiongoza mwenyewe. Ule wana wa Mungu ambao tunaitwa kwao hakuna. Asema wale wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ndio walio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema lazima tukubali kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Watu wengi tunakubali kutawaliwa na Roho Mtakatifu wakati wa kuomba tu. Kuna msisitizo huo unafanyika pale kwamba ukiomba hakikisha kwamba Roho Mtakatifu anaomba. Maisha yako mengine je, yakoje? Maisha yako mengine yakoje? Maisha yako binafsi yakoje? Mambo yako mengine unaongozwa na nani? Kwenye kazi zako unaongozwa na nani? Kwenye mawazo yako unaongozwa na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu tunamkiri wakati wa kuomba. Roho Mtakatifu tunaomba tuongoze, Roho Mtakatifu niongoze naenda fulani sehemu fulani. Roho Mtakatifu, kuna baadhi ya mambo tunaomba Roho Mtakatifu hapa hapana, kaa pembeni. Kwa baba kiroho anasema mtu ambaye anakataa kuongozwa na Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anaweza kufanya kitu chochote wakati wowote. Ni mtu ambaye anaishi katika maisha ya uongo. Yaani mtu ambaye tegemea wakati wowote anafanya jambo lolote. Anaweza kumkosea tu Mungu wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yule anayemdhibiti amekataa kuongozwa naye. Yule ambaye anani control nimekataa kuongozwa naye. Yule ambaye ameachiliwa kuniguide nimekataa kuongozwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Nimekataa kutawaliwa naye. Maana yake ni kwamba roho yangu
yangu iko juu ya Roho Mtakatifu. Kama naweza kutakiwa kutokuongea kuhusiana na issue fulani na mtu fulani, alafu nikajikuta tu ni lazima nasikia kuongea. Yani kama roho yangu inapambana, lazima niongee, lazima nimjibishe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nimwambie ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasubiri nimpe mipasho yake, lazima nimwambie. Bwana Yesu asifiwe. Unapongangana hivyo, muda sio mrefu nasikia ametulia kimya. Halafu unaanza kufanya hivyo ambavyo umejisikia mwenyewe kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anguko la watu wengi ni pale ambapo tunakataa kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni mamlaka kamili ya kiungu ndani ya mwanadamu. Kwa ni kitu cha muhimu sana. Is a person, yani ni mtu mwingine. Yani wewe unapokuwa unatembea, kuna mtu mwingine ndani yako, unaishi na mtu mwingine ambaye anakuelekeza katika kila hatua, katika kila kitu. Ameachiliwa kukusaidia, ameachiliwa kunisaidia kuishi maisha yasiyokuwa ya dhambi. Ameachilia wa kunisaidia pale ambapo nateleza, bahati mbaya, kunisaidia kurudi haraka katika uwepo wa Mungu. Ameachiliwa kunisaidia kwa ajili ya ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema huyo Roho atakapokuja na habari ya mambo yajayo atawapasha. Atawapasha kwa habari ya mambo yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Atawafundisha, atawakumbusha yote. Baba yetu wa kiroho anasema, unaweza kuona kwa namna gani wanadamu hatuna memory ya kutunza vitu. Memory yetu ni ndogo mno. Kukumbuka kwamba nilifundishwa somo fulani miaka fulani, kwamba baba wa kiroho alinipa message fulani mwaka fulani, mpaka leo nakumbuka. Ni Roho Mtakatifu amekusaidia kukumbuka na kutunza hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema unaweza kuona kwa namna gani mwanadamu ana uwezo mdogo wa kukumbuka vitu vya nyuma. Haleluya. Usipokubali kutawaliwa na Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba wewe ni mtu ambaye unaambiwa jambo juzi, leo umeshasahau tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili kutusaidia kutembea katika jumbe za Mungu, katika message za Mungu, katika maonyo ya kiungu, kutembea katika hatua za Mungu, kutembea katika utakatifu, kutembea katika utii, kutembea katika upendo, kutembea katika unyenyekevu, ni lazima kukubali roho yako itawaliwe na Roho Mtakatifu na si vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaweza kuona kwa namna gani ya kwamba Ukristo umekuwa jambo la kuchanganya. Hata mataifa hawatuelewi, huko mitaani hawatuelewi. Upo kazini, watu hawakuelewi. Huyu si mlokole, unaambiwa ni mlokole ndio, lakini kwenye madili tuko naye pamoja, hana shida. Kwenye madili ya kuibia ofisi, wewe ni mhasibu pale, katika madili ya kuibia ofisi ni sawa sawa. Lakini unasema Bwana Yesu asifiwe, na miaka nenda arudi unajulikana wewe ni mlokole, upo kazini pale. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mlokole, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, alishaachiliwa ndani yako. Upo kwenye biashara, una madaftari mawili ya kuandika unavyouza. Una daftari la serikali na una daftari lako, ambalo daftari lako linakusaidia kukwepa kodi na kusema kwamba mauzo yangu nimeuza, kumbe unachoripoti serikalini TRA ni robo, lakini robo 3 nzima umeandika kwenye daftari lako lingine na una Kristo ndani yako. Na unasikia amani kabisa kwamba naibia serikali. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu walokole kabisa, unaona ni sawa sawa kabisa. Roho Mtakatifu ameachiliwa kukusaidia na kunisaidia na mimi. Kuna mafanikio ninapoiruhusu roho yangu kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Ninakuwa na haraka sana, ndio maana vitu vingine ambavyo unaona vina faida kwangu, namweka Roho Mtakatifu pembeni. Naambia Roho Mtakatifu, nyamaza, hapana, kwenye issue hii sikuhitaji. Kwenye tenda hii sikuhitaji. Kwenye biashara hapa sikuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia daftari hili hapana, is against the will of God. Naambia hapana, bila hivi kodi ni kubwa, napata hasara. Roho Mtakatifu anakuambia mimi ndo nimekupa hii biashara, bado unapambana naye. Mwisho atakaa kimya.
na mwisho wake ni uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema anguko la watu wengi ni pale tunapokataa. Usichukulie message kirahisi kabisa. Tunakataa kuwa controlled na Roho Mtakatifu, kutawaliwa na mamlaka ya kiungu. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili. Ameachiliwa kukusaidia. Ameachiliwa kutawala, kuatamia kipawa ulicho nacho. Ameachiliwa kuatamia kitu ambacho kiko ndani yako. Wewe ni mhasibu, Roho Mtakatifu yuko pale kwa ajili yako. Ndio mkuu wa mahesabu. Wewe ni mwalimu, wewe ni mlezi, yuko pale kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe ni mchungaji, Roho Mtakatifu ni mchungaji ndani yako. Wewe ni mfanyabiashara, Roho Mtakatifu anajua biashara zaidi yako. Tunakataa kutawaliwa na Roho Mtakatifu, tukidhani Roho Mtakatifu ni kanisani tu. Tunaingia kwenye chumba cha rehema, tunaomba rehema, ambaye Roho Mtakatifu leo siku ya leo nifundishe, lakini tunapotoka hapa maisha yetu practically, maisha yetu yakoje? Maisha yetu yakoje? Kuna watu wanapata mitindo ya kushona, wanaonyeshwa na Roho Mtakatifu wakati mwingine wakati wa usiku. Hata kama amefunga macho tu hivi, Roho Mtakatifu akamwambia shona 1 2 3 1 2 3. Huyo amekubali kilicho ndani yake kitawaliwe na Roho Mtakatifu. Kuna watu waimbaji akiwa tu kakaa hivi, nyimbo zinakuja, kile kitu kimewekwa ndani, lakini Roho Mtakatifu anapokiatamia kinakuwa cha thamani mbele za Mungu, na pia kinakuwa cha faida kwako pia. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu hajawahi kudaiwa kitu na mtu. Tunakuwa na haraka. Una kitu cha kuimba ndani yako. Wewe ni mwimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na haraka mno. Mimi nakutana na watu wengi wanasema nataka kutoa album, ina nyimbo nyingi, nataka kutoa album. Umeambiwa kutoa album na kuuza? Una kitu hicho ndani yako. Je, Roho Mtakatifu anasemaje? He is the owner of that thing. Anatakiwa kuwa mtawala wa hicho kitu. Anatakiwa kuwa ndo komanda wako. Anatakiwa kuwa ndo mwalimu wako. Maana kipawa huko, karama hiyo inakuwa namna ambavyo unamtii Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utakuta mtu ni kilevo kidogo, lakini ameenda speed kweli, utaishia pale. Kubali kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Lazima ukubali kutawaliwa. Baba Kiru anasema kwamba hii ni lazima, sio, it's not a choice. Ni lazima kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Anasema anguko la watu wengi, anguko la watumishi wengi wa Mungu ni pale ambapo walianza vizuri na Mungu, halafu wakaachia katikati, wakamwambia Roho Mtakatifu, sasa kwa hili naomba uniache. Bwana Yesu asifiwe. Wakawageuza watoto wa Mungu kama ni wateja sasa. Mwanzo alikuwa Roho Mtakatifu ndio kiongozi wake. Baada hapo anaanza kuwa, kwa sababu the purpose of God, Baba Kiru anasema the purpose of God haikuwa kuuza vitu ambavyo vinasadikika kuwa na nguvu ya Mungu hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa tamaa zetu na kwa kuenda na mihemko yetu na kwa kufuata mioyo yetu na matakwa yetu na mawazo yetu, tunaanza kugeuza watu wa Mungu kuwa wateja wa vitu vya kiungu katika mahekalu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Fungua kitabu cha Zaburi ya 51. Zaburi ya 51 mstari wa 10 wa 11. Anasema, Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Huyu ni Daudi anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Wakisoma Zaburi ya 51 yote na zaburi nyingi, unaona namna ambavyo Daudi alikuwa akilia rehema mbele za Mungu. Akilia rehema mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadhi ya vitabu inasema kwamba hii Zaburi ya 51 Daudi alikuwa akiomba mbele za Mungu rehema sana baada ya kukosea na kufanya uzinzi na Bathsheba. Haleluya. Kwa anaposema Mungu niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu, alikuwa anamwambia Mungu, discipline my heart. Adabisha moyo wangu. Adabisha moyo wangu.
akimaanisha kwamba kilichomfanya mpaka akadondoka kwenye dhambi na Bathsheba, maana yake ni kwamba kuna namna ambavyo matamanio ya mwili, Bwana Yesu asifiwe, alianguka kimwili, lakini ni baada ya kuona kabisa kwamba matamanio yake yalikuwa above the voice na maonyo ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namwambia Mungu, discipline my heart, change my heart. Hallelujah. Anasema discipline my heart. Mstari wa 11 anasema, usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kumwambia Mungu discipline my heart, adabisha moyo wangu, adabisha moyo wangu, nataka unitawale wewe mwenyewe, adabisha moyo wangu, discipline my heart, nyongonyesha moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninahitaji tena, mstari wa 11 anasema, usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Daudi alipokuwa tajiri namna hiyo, ufalme alikuwa nao, mali alikuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Hakumwambia Mungu kwamba alikuwa tayari hata kwamba chukua ufalme, chukua mali, chukua cheo, lakini Roho Mtakatifu usiniondolee, nitabaki kopo, nitabaki empty. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba I cannot afford to live without you. Siwezi kuthubutu kuweza kuishi bila Roho Mtakatifu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Asema Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Uko chini utaona anasema unirudishie furaha ya wokovu wako. Haleluya. Mtu ambaye moyo wake ameachia Roho Mtakatifu kumtawala, kuna furaha ya wokovu ndani yake. Hata kama anapita kwenye moto, iko furaha ya wokovu ndani yake. Mtu ambaye umezoea kwamba Roho Mtakatifu anabubujika ndani yako, Roho Mtakatifu anaomba ndani yako, Roho Mtakatifu anakupa alarm kila wakati kwamba kuna kitu kinakuja mbele, omba. Roho Mtakatifu anaongea nawe, anakuepusha na mishale. Bwana Yesu asifiwe. Anakuepusha na majaribu mbalimbali kwamba usiingie kwenye mtego. Ikatokea Roho Mtakatifu akakaa kimya ndani yako kabisa, utajisikia vibaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Daudi alikuwa tayari kwamba chukua ufalme, chukua kila kitu changu, chukua kila kitu changu, lakini Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Usiniondolee Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye aliyekuwa anamuongoza Daudi katika majaribu, katika vita. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza utaelewa ninachokiongelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ile vita hakuna kitu kingine ambacho kilikuwa kinamzuia Daudi kumuua au kumjeruhi au kumfanya chochote Sauli. Alikuwa ni Roho wa Mungu ndani yake. Alikuwa ni Roho wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu mwingine aliyemponya katika vita, aliyemtetea. Alikuwa ni Roho wa Mungu peke yake. Soma kitabu cha Samueli wa kwanza vizuri, chote kizima utaelewa ninachosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu alikuwa akipigana vita ya Daudi. Roho Mtakatifu alikuwa akimrescue Daudi. Wakati mwingine alikuwa karibu kuuawa. Roho Mtakatifu ndiye alikuwa akimkwepesha ile mishale kutoka kwa babake wa kiroho Sauli. Ni Roho Mtakatifu. Daudi akasema Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Roho Mtakatifu ndio aliyekuwa akiongea na wale watu waliokuwa wanatembea na Daudi kwamba huyu ni Masihi wa Bwana. Msimuue, huyu ni Masihi wa Bwana. Bado ni Masihi wa Bwana, pamoja na kwamba ni vita. Ni Roho Mtakatifu alikuwa akimjulisha kwamba ile vita, it was the purpose of God. Ilikuwa ni makusudi ya Mungu kumrekebisha Daudi, kumimarisha Daudi kwa sababu ya ufalme unaokuja. Kwa alitembea katika vita, katika majaribu kwa discipline, kwa sababu ya Roho Mtakatifu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Mara ngapi tunapita kwenye majaribu mbalimbali? Hakuna mtoto wa Mungu ambaye hana jaribu hapo unapoongea. Ukiwa umekaa umestarehe usema sijawahi kupata jaribu, unatudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mara nyingi tunapopita katika majaribu tunakuwa misbehave. Tuna misbehave ndani ya majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni ngumu kumsikia Roho Mtakatifu wakati ule na kumtii Roho Mtakatifu wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingine unajikuta tu kwamba wewe ni kwa kuongea na kujibisha.
Kwa mara nyingi tumepambana vita ambavyo ni vya Roho Mtakatifu, sio vita vyetu sisi. Yaani sisi tumepigana vita ambayo Roho Mtakatifu anatakiwa kupigana kwa ajili yetu, kwa sababu mioyo yetu iko above the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama moyo wako Roho Mtakatifu hujamruhusu kutawala roho yako, ni rahisi kumisbehave ndani ya ndoa. Ni rahisi kumisbehave unapokuwa kazini. Ni rahisi kumisbehave mitaani. Ni rahisi kumisbehave kama mtoto kwa wazazi, kwa sababu moyo wako haujatawaliwa na Roho Mtakatifu. Ndani ya Roho Mtakatifu kuna hekima zote, kuna maarifa yote, kuna utaalamu wote, kuna usomi wote, abafu wasomi wa dunia hii. Kuna maarifa yote, kuna mipango yote ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa ni lazima mruhusu Roho Mtakatifu akutawale, si tu kwenye maombi. Si tu kwenye maombi. Tumekuwa na maisha ya zigizaga kwa sababu hatutaki Roho Mtakatifu atutawale. Tumekuwa watu wa kulia kwa sababu hatutaki Roho Mtakatifu atutawale. Tumekuwa vigumu kumwelewa Mungu katika majaribu kwa sababu hatukutaka Roho Mtakatifu atutawale. Roho Mtakatifu angekutawala, tungekuwa watoto tunatembea na discipline. Pana maumivu lakini unajua huyu ni Bwana. Pana machozi lakini unajua huyu ni Bwana. Bwana ameruhusu, kama alivyoruhusu kwa Ayubu. Unalia lakini huyu ni Bwana. Unamuona Mungu kwenye majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Ruhusu Roho Mtakatifu akutawale. Hata kufundisha. Wewe ni mtoto, huyu ni mzazi. Hata kuelewesha. Anapoongea na wewe baba kironi, Mungu anaongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utakuwa unaheshimu kwa sababu nakwambia hii ni mamlaka kamili. Huyu sio mwanadamu unayemheshimu, unaniheshimu mimi. Ukitaka kulalamika, anakwambia you are complaining in front of me. Unalalamika mbele yangu, si unalalamika mbele ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa rahisi kuelewa. Ukiruhusu Roho Mtakatifu kutawala roho yako, inakuwa rahisi kuelewa. Inakuwa rahisi kuelewa. Maisha ya kiroho yanakuwa ni mepesi. Tunakabidhi vita kwenye maombi, lakini tunapigana vita kwa maneno katika ulimwengu wa mwili. Katika roho tunakabidhi vita, katika mwili tunapigana vita. Hata Mungu anashindwa kutuelewa. Tunaenda madhabahuni tunakabidhi vita. Tukitoka pale tunaendelea na malalamiko. Tumeiacha vita madhabahuni kiroho, lakini bado tumeondoka na vita bila kujijua. Bwana Yesu asifiwe. Bado tunaelezea habari zilizopita. Bado tunaelezea habari zilizopita. Tunaelezea habari ya kushindwa kwetu. Tunaelezea habari ya makosa yetu, kwa sababu hatutaki Roho Mtakatifu atawale mioyo yetu. Jana imepita, leo imekuwa mpya. Kuna nafasi ya kujifunza, kuna nafasi ya kuanza upya, kuna nafasi ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ruhusu roho yako, ruhusu maisha yako kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Na maanisha kutawaliwa katika kitu cha thamani ambacho Mungu alitupatia, ni huyu Roho Mtakatifu. I'm telling you my dear, hakuna kukufuta machozi, ni yeye tu peke yake. Hakuna kukukumbusha ahadi za Mungu, ni yeye tu peke yake. Hakuna kukukumbusha kwamba napigana vita yako, ni yeye tu peke yake. Mama yako hawezi kukukumbusha, mke wako hawezi kukukumbusha, mume wako hawezi kukukumbusha. Roho Mtakatifu atakukumbusha, atakwambia kumbuka my daughter, nilikwambia hiki. Kumbuka my daughter, Mungu si mtu akasema uongo. Kumbuka my daughter, unalia lakini tazama nilikwambia hiki. Nilikwambia hiki. Unakumbuka siku ile? Ni Roho Mtakatifu peke yake. No one else. Hakuna anaweza kukutoa hapo. That is why you see watu wa mataifa wanalia na wanajinyonga, wanaondoka duniani, wanakufa, wanakunywa sumu, kwa sababu hawana huyu Roho Mtakatifu. Una kitu cha thamani. Mataifa wanapata magonjwa ya moyo kwa sababu ya changamoto, kwa sababu changamoto zipo ukiwa ni Mkristo, changamoto zipo ukiwa sio Mkristo. Duniani ni changamoto, kwa lazima ndani ya Kristo ukumbuke na kuelewa kuna huyu msaidizi, jina lake anaitwa Roho Mtakatifu, lakini lazima umruhusu. Usipomruhusu utaseseka kama mataifa, au utakuwa na tofauti na mataifa. He is there to help you. Umeolewa na tabia za ajabu, lakini kama umetawaliwa na Roho Mtakatifu, ataanza kukusuka uwe sawa sawa na mwanamke, kama alivyokuwa Abigail.
Abigaili. Haikuwa rahisi Daudi kusema tu kwamba nakwenda kumuoa Abigaili. Haikuwa rahisi kwa mtu kama Daudi aliyekuwa shujaa wa vita, aliyekuwa na experience ya vita, aliyekuwa akimjua Mungu, akamuelewa Abigaili, akamwambia umesema kweli kabisa, nakwenda kumwaga damu ni si sawa sawa, ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Daudi akamwambia nimekuelewa uso wako, akamwambia nimeelewa hekima yako, nimeyakubali na maneno yako. Alikuwa ni mwanamke mwenye hekima. Akasema ataniweza, atanifaa katika ufalme wangu, atanisaidia katika ufalme wangu, si kama mke tu lakini kama mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Holy Spirit is very important. Holy Spirit ni Mungu mwenyewe. Sio kitu fulani, sio kitu fulani cha kunisaidia, sio kama simu ya kunisaidia mawasiliano, hapana. Sio kama mtu wa kunisaidia mambo nyumbani, hapana. Sio kama kitu wa kunisaidia shambani kwangu, hapana. Sio kama kitu cha emergency, hapana. Huyo ni Mungu kamili, ni mamlaka kamili, ni utawala kamili, ana sheria zake, ana utaratibu wake, amejaa hekima zote, amejaa upole wa kila namna, amejaa akili ya kila namna, amejaa teknolojia ya kila namna, amejaa maarifa yajayo, amejaa maarifa yaliyopita, amejaa maarifa ya sasa, hajapungukiwa na chochote. Hallelujah. That is the Holy Spirit. Kubali kutawale. Mungu anatafuta watoto. Anatafuta watoto. Watoto ambao wanaweza kuageuza anavyotaka. Watoto ambao wako tayari kusema ndio kila saa. The Spirit of Jesus himself yuko ndani yako, yuko busy kukutengeneza. Lakini sasa hatutaki tu kusubmit kwake. Yupo anakutengeneza. Hicho unachokipitia na kutengeneza ufae zaidi. Lakini hatutaki tu kusubmit. Wakati wa kuongea unaongea, wakati wa kupayuka unapayuka, ni kwa sababu anatusemesha hatutaki. Una halmashauri yako nyingine, ana halmashauri yake nyingine. Yewe ni mfanya biashara, wewe ni nani? Mara ngapi Roho Mtakatifu anakusemesha usikii? Check your spiritual life. Kuna wakati alikuwa akusemesha, akikuelewesha, hutaki kufuata, akakaa kimya. Yuko ndani yako lakini amekaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Hito ndio kichwa za thamani. Naweza nikakaa bila ufalme, lakini Roho Mtakatifu usiniondolee. Sikuwa mfalme miaka ile, lakini nilishinda vita kwa sababu alikuwa ndani yangu. Nilikuwa mfalme miaka ile, niliweza kuwashinda simba na dubu kwa sababu alikuwa ndani yangu, na wala sikuwa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu usiniondolee. Discipline my heart, oh Lord. Napoongea namna hii, muombe Roho Mtakatifu aadabishe moyo wako. Sauti zetu ziko juu mno, mawazo yetu yako juu mno kuliko mawazo yake. Tunaenda vice versa. Yeye anasema njia zake ziko juu. Njia za Roho Mtakatifu ziko juu kuliko njia zako. Lakini kiuhalisia njia zako zinaonekana ziko juu kuliko njia zake. Unaziamini njia zako zaidi. Na njia za wanadamu, kiuhalisia njia za wanadamu mwisho wake ni uharibifu. Njia tunazoziona kama ni njema na kuzifuata, hizo njia mwisho wake ni uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hauwezi kutembea kwenye obedience without the Holy Spirit. Huwezi kumtii Mungu without the Holy Spirit. Ndani ya mwanadamu hakuna kumtii Mungu. Ndani ya mwanadamu hakuna kumpendeza Mungu. Ndani ya mwanadamu hakuna kutenda mema. Ni pale tu utakapokubali Roho Mtakatifu kutawala moyo wako. Hakuna kutenda mema, hakuna kutii. The spirit of man haiwezi kumtii Mungu hata kidogo. Kwa naomba kurudia sana hii title. Kubali kutawaliwa na Roho Mtakatifu. In the mighty name of Jesus Christ. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.